Ni shangwe kwa wananchi, ni sikukuu ya wananchi, lakini pia ni jambo la kihistoria kwa wananchi Young African ambao wanaenda kufanya sherehe yao kubwa ya kihistoria Yanga Day kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026 2027. Lakini kubwa kuliko leo hii tuliokuandalia ni mabadiliko ya kikosi. Kocha mkuu wa Young African ameamua kufanya mabadiliko ya kikosi. Na je, ni mabadiliko gani haya? Ni baada ya kuona maingizo mapya ya Young African, wachezaji ambao tayari wameshapewa nafasi na wameshasajiliwa kwenye kikosi cha Young African kuja kuongeza nguvu kwenye msimu mpya wa mashindano 2026 2027. Tumeona klabu ya Young African imemsajili mchezaji kama Peter Shalulile kutoka Mamelodi Sundowns ambaye tayari ameshaungana na kikosi hicho kuelekea msimu mpya wa mashindano. Sasa kwenye Young African, kwenye siku ya Young African ambao inatarajiwa kucheza na Les Angeles du Congo, hivyo basi mwalimu ama kocha mkuu wa Young African ameamua kuachia lineup ama kikosi ambacho kimefanyiwa mabadiliko na kikosi ambacho kitaanza kwenye mchezo huo kwenye siku ya Yanga Day. Sasa twende tukatazame, je, ni mabadiliko gani haya ambayo mwalimu ameyafanya? Haya na mengine mengi utayapata hapa. Cha kufanya ni kuungana nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, basi hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa naam, leo tunaenda kutazama tamasha kubwa zaidi, tamasha kubwa Afrika Mashariki, lakini tamasha kubwa Afrika kwa ujumla. Hii ni siku ya Wananchi Day, ni siku ya Yanga Day ambapo Yanga wanaenda kufanya tamasha hili. Ni kwa ajili ya kutambulisha baadhi ya wachezaji ambao wamewasajili kwenye hili dirisha kubwa la usajili kuelekea msimu mpya wa mashindano 2025 2026 2027. Sasa kubwa kuliko ni Young African ambao tayari wameshaialika timu ya Los Angeles du Congo ya kule kutoka kule Kinshasa, Kongo, kwa ajili ya kuja kujipima nao nguvu kwenye mchezo wa kirafiki kwenye siku ya Yanga Day. Sasa kuelekea mchezo huo, kocha wa Young African ameamua kutangaza mabadiliko haya ya kikosi, na mabadiliko haya ni kama ifuatavyo. Namba moja ni Djigui Diarra ambaye tunamfahamu na ndiye golikipa namba moja wa Young African, lakini namba mbili ni Yao Kwasi, na hii yote ni baada ya Yao Kwasi kupata nafasi. Lakini namba tatu ni Zimbwe Junior ambaye amepata nafasi. Haya ni mabadiliko kwa maana namba tatu ilikuwa inakamatiwa na Shadrack Isaka Boka, lakini leo hii kocha ameamua kufanya mabadiliko na kuanza na Zimbwe Junior. Lakini namba 4 ni Shadrack, namba 4 ni Baka na namba 5 ni Jobu. Hawa ndio wanaotengeneza pacha ya katikati, na hiyo yote ni baada ya Dickson Jobu kurudi kundini baada ya kupata majeruhi. Dickson Job alikuwa anaugulia majeruhi na maumivu ambayo tulikuwa tumemshuhudia kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wake Simba Sport Club. Aliyapata na ilimlazimu kukaa nje takribani ya kipindi kirefu, lakini kwenye siku hii ya Wananchi Day Dickson Job amerudi na anatengeneza pacha na Ibra Abdullah Baka, na namba 6 ni Abuya na namba 7 ni Kangwanda ambaye amepata nafasi ya kuanza, na hili ni ingizo jipya la Young African. Lakini namba 8 ni Starboy kutoka kule Uganda, Alan Okello ambaye anazidi kufanya vizuri sana kwenye msimu uliopita. Ameng'ara akiwa na wababe hawa wa Jangwani, klabu ya Young African, amepata nafasi ya kuanza. Lakini namba 9 ni Peter Shalulile. Sasa hapa ndipo ambapo shangwe ya wananchi wanasubiria kumuona siku hiyo Peter Shalulile akifanya maajabu, na namba 9 ambaye ameanza basi ni Peter Shalulile ambaye amemsajili kutoka Mamelodi Sundowns, mchezaji mwenye profile kubwa barani Afrika lakini duniani kwa ujumla. Peter Shalulile ambaye anakuja kufanya maajabu kwenye kikosi cha Young African. Na namba 10 ni Maxim pia Nzingeli, lakini namba 11 ni Zoko Hani. Sasa Zoko Hani ni mchezaji ambaye ni ingizo jipya, lakini pia amepata nafasi ya kuanza. Sasa hili ndilo jeshi linaloanza la wananchi kwenye siku ya Wananchi Day. Sasa hii ndiyo maana ya ama tafsiri ya kikosi kipana, kwa maana siku hii ni mahususi kwa Wananchi Day. Hivyo basi kila mchezaji atapata nafasi kwa wakati wake kwa ajili ya kuwaonesha mashabiki wa Young African, kuonesha wanayanga kile alicho nacho. Sasa walioko benchi bado watapata nafasi ya kucheza. Je, wewe unakionaje kikosi cha mwalimu? Mwalimu yupo sawa kuanzisha kikosi kama hiki? Maana ukianza kuangalia kikosi ni full nondo na ni siku ya wananchi. Hii yote ni kwa ajili ya kuleta furaha kwa wananchi. Je, nini kitajiri? Matukio gani ambayo yataendelea? Yote haya utayapata hapa.
Tubone Media. Hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, basi utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Tukutane kwenye matukio mengine. Hii ni Tubone Media, hadi wakati mwingine. Bye bye.